Mheshimiwa Mlo Tukamsamba, shikamoo mheshimiwa. Lakini nikupe hongera kwa kazi, kwa sababu unatupambania sana mheshimiwa. Lakini kuna kitu ambacho mimi kimeniuma moyo kiasi kwamba mpaka nimekuja hapa. Hii video kama itakufikia tafurahi sana. Mheshimiwa, unapambana sana kupata barabara ya Mlo Tukamsamba. Sana unatupambania, ila tukupe hongera na tukushukuru pia. Sisi vijana tuko pamoja na wewe. Lakini jambo ambalo limenileta hapa, limeniuma sana, ni kuhusiana mapato waliokusanya mwaka huu. Nimesikiliza hotuba ya mheshimiwa, wakati anasoma yale mapato nimejikuta nimeumia sana. Kumbe tuna viongozi waaminifu kweli, wanaokusanya mapato kwa uaminifu mpaka tunavuka malengo. Lakini shida iko wapi kutusaidia barabara ya Mlo Tukamsamba? Yaani tumevuka malengo kwa 6%. 6%, kuvuka malengo kwa 6% sio kitu cha mchezo jamani. Tunatoa kodi kwa uaminifu, makusanyo yanakuwa kwa uaminifu, wakusanyaji ni waaminifu, ni waadilifu, lakini mnashindwa kutusaidia wanambozi. Yaani mnashindwa kutusaidia kutupa barabara. Hebu kafikiria, ili barabara ikiwa ya lami kutoka Mlo mpaka Kamsamba tutakusanya shingapi? Mji wa Mlo utakuwa kwa kasi kuliko mnavyofikiri. Hapo utakuwa mara 2 hapo mnaomuona sasa hivi. Kwa sababu mazao yatatoka Kamsamba yatakuja Mlo. Watu wa Dar es Salaam wanaojumua mipunga, wanaojumua mchele wataishia Mlo hapo. Unafikiri Mlo kwanza kutakuwa na magodauni ya kutosha? Mazao yataletwa Mlo ya kutosha, kwa sababu usafiri utakuwa ni mrahisi. Sasa hivi watu wanashindwa kusafirisha kwa sababu ya usafiri. Imagine gari linatoka Dar es Salaam linaenda kuchukua mpunga Kamsamba, linapandisha mpaka Dar es Salaam. Jamani, hebu tuoneeni huruma, tupeni barabara Mlo Tukamsamba, tupeni barabara jamani. Serikali, najua serikali yangu ni sikivu na ni waaminifu, wanaweza katusikiliza. Tunaomba mtutie moyo, mtupe barabara ya Mlo Tukamsamba. Tukipata barabara, najua kipato chetu cha kwanza wanambozi watafurahi. Cha kwanza, tunatembea kwenye miji ya watu mpaka tunaona aibu kusema nyumbani ni wapi. Yaani mkoa wa Songwe una lami moja tu jamani. Yaani mkoa mzima lami ni moja tu jamani. Hebu tunaomba tusaidieni kupata viongozi wa mkoa wa Songwe, tuchangamke kutupate barabara ya Mlo Songwe. Jamani, tunaiomba hiyo barabara, tuna hamu nayo, tuna kazi nayo. Tunashindwa kusafirisha mazao yetu. Tunajikuta watu wenye uwezo mkubwa ndio wanaweza kufanya biashara, lakini sisi watoto wafanya biashara wadogo tunakwama kulingana na barabara. Usafiri ni mgumu. Yaani unajikuta mzigo ni aheri ufike Mlo ndio uchukulie pale upeleke sehemu nyingine. Lakini tuna mazao mengi kule, kuna mpunga unaotoka Kamsamba, kuna maparachichi, kuna kahawa, jamani, hebu tusaidieni. Mahindi yanakuwa bei ya chini kulingana na usafiri. Lakini kukikuwa na usafiri mrahisi na njia zinapitika vizuri, hawamuoni kwamba biashara zingekuwa zinaenda juu kulingana na kwamba wanunuzi wangekuwa wengi? Kahawa haina bei, mahindi hayana bei, yanatumia gharama kubwa, lakini hayana bei kulingana na usafiri hamna. Tuikuze Mlo iwe kubwa. Huo mji wa Mlo ungeshikana na ule mji wa Igamba. Yaani Igamba ukiangalia imechakaa mjomba. Yaani ni kwetu, lakini tunashindwa kuishi kwetu kwa sababu mazingira ya kule hayana urafiki. Yaani mazingira ya nyumbani si rafiki. Leo nimekaa mjini na niambia mimi jamani, niende kule kwenye vumbi kule jamani. Bana jamani, hebu tusaidieni bana. Nyenye serikali na nye. Bana tusaidieni bana na nyinyi. Barabara tu jamani. Serikali na nyinyi bana tusaidieni bana.